Umeona? Simba msimu ni bora. Mimi nimekwambia muda mrefu kwamba Simba msimu ni bora na Simba tubahatishi. Leo tumekuja kuonyesha uwezo. Huyu dada alikuwa anatuambia sisi si wanaume wadaa, si hana si nini. Tumekuja kumlipia Azam deni. Azam tunamzungumzia msemaji wa TRA Maradi Mwagala. Alisema wanaume wadaa sijui. Yaani alipitiliza dharau. Christina Mwagala. Alipitiliza kuidharau Simba. Kwa hiyo sisi tulichokifanya kuja kumwambia kwamba aje na heshima jiji la Dar es Salaam. Kuna timu inaitwa Simba. Azam sema tusikitikia wamenyanyaswa Arusha. Wamepiga goli 4 Azam kule wamepigwa 4. Tukaambia ndugu zetu Azam tutakuja kuwalipia deni letu. Deni letu tutalilipa tumwalipie Azam kwa sababu ni ndugu zetu. Lakini miongoni mwa kauli nikizinukuza Ali Shaban Kamwe alisema ya kwamba hamna mechi katika mechi ya Simba Sports Club dhidi ya TRA. Hamna mechi, ni mipango tu. Hiyo ujue mimi nikwambia ukweli mmoja. Timu ikiwa bora utaona kila mechi ananunua. Narudia, timu ikiwa bora utaona kila mechi kuna figisu. Kumbe ubora tu wa ile timu. Hata sisi kuna kipindi tulikuwa tunaishtumu Yanga GSM, lakini ukweli ule kuwepo Yanga ni kuwepo bora. Unaelewa vizuri? Football. Narudia hii kauli. Timu ikiwa bora kila mechi utaona hii timu inafanya ubaya kwamba baba ananunua. Lakini kuna muda quality. Hii Simba leo naona kila mechi wanaweza wakasi tunanunua. Ndio maneno ya Yanga kila kukicha wale ndugu zao. Wao si wafanya nini? Ni quality ya ubora wa Simba. Amenikumbusha kitu kimoja kwani siku wakati Yanga wanasubiri draw ya CRDB Federation inapangwa baada ya wao kumuona mpinzani wao Alikamwe aliulizwa ugumu wa mechi ya TRA na Simba akasema sikutaona. Ndio maana nimekwambiaje? Timu ikiwa bora kila mechi utaona inanunua. Akaulizwa vipi Chobwedo siku hiyo akasema hamna. Narudia. Timu ikiwa bora kila mechi utaisi nanunua. Hata sisi tukopo tunaishtumugi Yanga tunasema GSM anaharibu nini? Ligi. Lakini ukweli ule kuwepo ile Yanga ilikuwa bora. Umeelewa vizuri? Leo hii huu bora wa Simba umeona. Kila mechi tunaona tunanunua. Yule Chobwedo usipomwona leo kwa mfukoni hujamuona. Mechi zinazokuja Chobwedo kurudisha ubora. Ndio ubora wake ule. Quality ya Simba. Simba ina quality. Wewe Chapesa hoja kuwepo. Narudia. Leo nyinyi waandishi wote hapa, nyinyi wote simple hapa. Wote. Nikuulize swali. Taja wachezaji watatu pale Simba wenye high quality. Unapotaja wewe mstari wakati uvuki, unataja mbele tu kule au la Chama si nani. Umeelewa? Nenda Yanga. Taja wachezaji watatu wenye ubora. Utamtaja Okelo, alafu unafunga katikati, utajimtadi nyuma. Baka kati hapo unaruka hapa. Hamna kitu, Dube hamna kitu. Leo umemwona leo mtoto katoka benchi, katoka zake benchi kaingia kaja akafunga goli. Bashiru. Ndio level ya Okelo. Nini ambacho kimemtokea? Leo nisikilize. Hiyo ndio level ya Okelo. Kama Yanga wana mchezaji wao, wanataka kulinganisha na mchezaji wa Simba. Labda wana Okelo, wanataka kulinganisha na mchezaji wa Simba. Yupo Bashiru, ndio level ya Okelo Bashiru. Ile Bashiru aliyefunga goli ngapi? La 4. Anaitwa Bashiru kama umjui. Ndio level ya Okelo. Leo hii Simba leo na umeona Simba. Yaani hapo bila kumkosea heshima Alan Okelo. Sasa haya niambie hiyo quality ya Okelo iko wapi? Hebu niambie kwanza. Wewe unamwekaje chungu kimoja Chama na Okelo? Hivyo utakuwa una akili wewe. Wewe utakuwa mzima. Yaani umweke chungu kimoja Chama na Okelo. Bashiru ana kazi gani? Mchukue Bashiru na Okelo. Hii Simba umeona hii. Umeona hii Simba unaiona. Ndio ile Simba mimi kwa natoa chozi na lia kwa naitaka Simba hii. Ile chozi ambayo mmeliona nyinyi hadi mimi nalia kutoka machozi hivi. Lengo langu mimi naitaka hii Simba hii kwa naitaka mimi. Leo hii nawapongeza viongozi wa Simba leo. Viongozi wa Simba wamemwacha kila shabiki aongee anachojisikia, wachukue maoni ya mashabiki wakatengeneza Simba bora. Viongozi wa Simba wamemwacha Mandala aongee anachotaka, atoe maneno yake, wachukue akatafuta Simba waitengeneza Simba bora. Watu Mandala mbona kamatu, mwacheni Mandala aongee. Mawazo yake mazuri tutachukua, tutengeneze timu. Mchome mwacheni, kwani Mchome Sanacho anaongea? Aliongea hiyo defamation case. Hey, not mix anaanza case and case. Defamation case. Kama alikamatwa defamation case. Mchome kukicha anasema Simba vibaya. Ulimwona anafuatwa. Mwacheni aongee. Mawazo nisikilize wewe mwandishi. Wewe nisikilize.
mawazo yako unayotoa ndio anafanyia kazi klabu kuitengeneza Simba bora, ndio hii. No, tuache, mimi simdiscuss Mchome. Nachozungumza kwamba viongozi wa Simba wameacha mashabiki wazungumze, ili wachukue mawazo ya mashabiki kuitengeneza Simba bora. Mimi sijui kama naruhusiwi, ila mimi sina mamlaka kuruhusu mtu, umeelewa vizuri, ila mimi nachokimaanisha kwamba napongeza viongozi wa Simba kuacha mashabiki watoe maoni yao bila kwa gubuzi, na ndio maana mimi mwenyewe mmoja kusema viongozi, umeelewa vizuri, wamechukua mawazo yangu mazuri, wamefanyia kazi kuitengeneza Simba ile kwa bora, lakini kuna timu ukiongea ukweli unaonekana adui. Dosa kapigwa, Dosa kapigwa. Nyinyi waandishi wanafiki nyinyi. Nyinyi wanafiki. Dosa kapigwa, Dosa nyinyi mmekuwa mnaangalia na mmeshangilia. Nyinyi waandishi mmeshangilia. Dosa kapigwa na Godi Yanga. Tena Jangwani. No, sio content, nisikilize. Wewe ndio unaongea ni content. Mimi najua Dosa kapigwa kwenye jengo la Yanga na viongozi wa Yanga wanashuhudia. Kwa sababu gani kapigwa? Content ndio kwenye jengo la Yanga. Content gani? Usiwe content. Usiwe. Anaitwa nani Godi? Godi jina lake tu Muniaini. Au nani? Ngwana. Haya Godi, jina la Muniaini unalijua? Ngwana unalijua? Siri tunazo. Alikuwa Simba zamani. Godi Yanga alikuwa nani? Muniaini au Ngwana. Jojo, yuko wapi na Jojo? Godi jina lake kumbe anaitwa Muniaini au Ngwana. Kumbe alikuwa shabiki wa Simba. Taarifa tunazo. Piga makofi. Piga makofi. Anaitwa nani? Anaitwa Muniaini. Kuna mtu kijana kaniambia hapa. Yule Godi jina lake anaitwa si ukaja anamjua Godi. Yaani jina lake la kwenye vyeti. Kakimbia anaogopa sana kama kwenye kamba. Anaitwa nani? Yule Stars. Jo. Godi anaitwa nani? Muniaini. Kumbe watu Simba hapo wengi bwana. Simba ugali tu. Watu watafuta ugali. Ugali. Si unajua kule. Kule si unajua kulipo tena. Kiwanja kesho cha mpira. Kiwanja kipo kwenye laptop. Wewe kiwanja ulikiona? Wewe umepost kiwanja cha Yanga. Wewe umepost kiwanja cha Yanga. Waandishi wa habari mmehusika kudanganya taifa. Waandishi listen to me. Waandishi wa habari mmehusika kulidanganya taifa kwamba Yanga ametengeneza. Wewe nisikilize basi. Wewe mwandishi, unanioji? Keep quiet, listen to me. Waandishi wa habari mmehusika kulidanganya taifa, kuchukua video ya AI ya Yanga kuposti kwa wananchi eti Yanga wana uwanja. Nyinyi hapa nimeona kwenye peji zenu wake. Wewe nisikilize. Mmeposti video ya AI. Yanga ana jengo, la wana uwanja. Yanga ana uwanja. Bwana kwenye caption imeandika uwanja wa Yanga mpya ni balaa. Mmeona wapi? No. Nikuulize swali. Hebu mwandishi nisikilize kwa makini. Nyinyi kwenye caption mmeandika. Nisikilize. Si nisikilize. Wewe mimi nisikilize. Mbele ya mkuu wa mkoa. Si umeniuliza. Nisikilize sasa. Nisikilize. Wewe mwandishi mhoji, nisikilize. Waandishi wa habari mmeandika caption. Huu ndio uwanja mpya wa Yanga. Pale jamani kuna uwanja. I know. Kuna uwanja. Caption mmeandika. No. Kwenye caption mmeandika huu ndio uwanja mpya wa Yanga. Una mashabiki ule uwanja mlioposti. Una majukwaa uwanja mlioposti. Mmeshiriki kuposti uwanja wa AI. Na una matokeo 5-1. Uwanja mmeposti uwanja wa AI. Mmehusika. Mjasema mfano kwenye caption mmeandika huu ndio uwanja wa Yanga. Yanga wasifiwe. Yanga wana uwanja. Yanga mmoja. Sisi Simba tuna eneo la kufanyia mazoezi. Yanga hata eneo la kufanyia mazoezi hawana. Wameposti video AI. Nyinyi mmehusika kudanganya taifa. Uwanja wa laptop mmekuja uwanja upo kwenye laptop, ushawahi kuona hapa. Wewe nikuulize swali, ngoja. Toka nyinyi mwa waandishi. Nyinyi hapa wote mpo. Mmeitwa vikao vingapi Jangwani? Mwende kusaini yaani kwenye kusaini uwanja mpya wa Yanga. Vikao vingapi umeitwa? Cha juzi vingi. Wao umeitwa mara ngapi Jangwani? Mmeitwa mara ya kwanza mkashuhudie wanaingia mkataba kutengeneza uwanja. Hola, mmeitwa mara pili mkashuhudie. Hola, mmeitwa mara tatu na mtu uona tena uwanja. Uwanja wanajenga wajenge. Wajenge si mpaka tuone. Wametudanganya mara tatu. Mimi naweza nikaamini. Tuone uwanja. Wewe uliona